Kama ikibidi kuondoka Yanga, ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine. Swali la kwanza, ongereni kwa ushindi. Pengine ushindi unawapa picha gani kuelekea kwenye kinyang'anyiro cha kombe la ligi, pengine kwa namna fulani mchezo namna ulivyokuwa na ulivyotazama na viwango vya wachezaji mmoja mmoja? Kiujumla mchezo ulikuwa mzuri na tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijalia timu zote mbili. Mechi imekuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto. Mechi ambayo ukiambiwa man of the match ni Maxim pia Nzengeli, hauwezi kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri na Mungu alikuja na approach nzuri. Kama ulifuatilia vizuri mechi, dakika 20 za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli. Kwa hiyo quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo, kwa sababu nafasi ya kwanza tulifunga, nafasi ya pili tukafunga. Hiyo quality hiyo ndio sababu inayofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu inayofanya Yanga tunakimbiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa wachezaji wetu na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zilizosalia kwa maana kwamba kuna mechi ya Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga. Kwa zibakia mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambao tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zibakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRDB. Kama tukishinda mechi ya nusu finali Jumapili dhidi ya JKT, maana yake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika finali. Kiujumla Yanga tuna mechi 4 kufunga msimu wa 24-25 inshallah. Hali kuna mabadiliko yamekuwa yakifanyika upande wa kikosi. Sasa kwa Dennis Nkane tunaona mapinduzi kiwango chake, lakini pia hii leo amepata nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka. Unaweza kutuambia kwa jinsi wewe ambao unamuona Dennis Nkane? Kitu ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti. Amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo sio kwa Nkane peke yake. Nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi na Mwile katikati ya kiwanja anapokuwa anaingia na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji ambaye kwenye benchi la Milud Hamdi anufaika na uwepo wake wa kumpa nafasi kila mtu. Kwa hiyo tunaamini kuelekea mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida kwake na faida kwa klabu kwa ujumla. Ali imeshinda mchezo huu mabao 3-0. Huenda ni mchezo ulikuwa unatazama sana kwa sababu pale juu tunaona kuna vita ya kusaka taji. Ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Kwanza umezungumza swala la 3-0. Maana yake unazungumzia clean sheet nyingine kwa Djigui Diarra. Na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama mchezo wa ngongoti zamani. Yes. Kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri. Kwa Djigui Diarra msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfananisha Diarra na goalkeeper walenga ufunge, ama goalkeeper hawezi kufika daraja ambalo liko nalo Djigui Diarra. Kwa tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diarra kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni serious sasa tunatafuta pia hiyo tuzo ya goalkeeper bora wa msimu. Tumzungumzie man of the match Maxim pia Nzengeli, kiwango chake. Yes, Maxim pia Nzengeli amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo, na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye klabu yetu. Niwape tu ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujitumisha vimessage, kupiga simu, na Maxi alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku sijui utafanyaje, lakini Maxim pia Nzengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga, atacheza Yanga, na kama ikibidi kuondoka Yanga, ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu. Maxim pia Nzengeli sio daraja lao. Full stop.
Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe, tushuhudie, wewe una mujibu wako? Kwa mujibu wako, tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach, ukiachana na msemaji pia. Wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini wamemaliza injury yake. Ilikuwa acheze lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake. Kwa hiyo automatic huyu mtu anaweza kwenda kutumika Mkwakwani. Hadidi Aucho hivyo pia na Shadrack Kiboko. Kwa hiyo wewe ndo kashuhudia mabadiliko ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale Mkwakwani. Msemaji, tuzungumzie kiatu cha ufungaji. Kuna wachezaji sasa Dube tayari wamefunga, lakini Mzizi ambaye ana goli 13. Kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto, kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenga. Sasa inaweza kuwa ngumu. Kama mtu kila siku anafunga penalty, anafunga penalty, anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube, kina tumewambia wafanye kile ambacho mastreka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani kucheza nafasi ya ushambuliaji. Huwezi kuwa top scorer kwa mpira unawekwa pale, umesimama, wapinzani wamesimama, kipa kasimama, alafu wewe ufunge. Hauwezi kuwa top scorer mna hiyo. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Hali tulishuhudia moshi wa kijani na njano. Hiyo ina maana gani hasa? Ina maana kwamba hatuchezi. Ndugu wangu, umefurahi? Ile tarehe 15 Juni. Shukrani sana. Haya tena maswali. Coach, pole kwa kupoteza mchezo wa 3-0 leo. Shida ilikuwa nini hasa? Haikuwa shida. Kwanza ni matokeo ya mpira, kwanza tukubali. Kwenye mpira matokeo yapo. Lakini imekuwaje mpaka tumepoteza? Unaona bwana, ni kwamba tumeweza kucheza vizuri kwa muda kama dakika 37. Tuliporuhusu concentration basi tukafunga goli mbili za haraka. Kwa hiyo hilo nimelichukua, lakini pamoja na yote hayo lazima nikubali, lazima nikiri. Mimi napenda kuwa mkweli siku zote. Ninapokuwa kwenye jambo la ukweli, kwa sababu mchezo wa wazi. Tuliporuhusu concentration basi tukawapa nafasi yao kucheza vizuri na kutufunga. Lingine ni kwamba unapocheza na wachezaji ambao wengi wao wana ubora kuliko wachezaji wengine, utaona kabisa kwamba once mkifanya kurudia makosa ya kurudia watawaadhibu. Utaona kabisa katika mchezo wa leo, ukicheza dakika 37 za mwanzo, tupocheza kwa umakini, tulipoanza lose concentration tukawa tunafanya makosa ya kurudia, yametuhukumu. Lakini that is a football. Kocha, ndani ya dakika 5 yale magoli mawili mkaruhusu. Huenda goli la kwanza ndio liwatoa mchezoni kabisa hadi kuruhusu goli la pili ndani ya dakika 5 tu. Uzuri wa goli alichukua dakika 30 kuingia. Even second chaingia. Nimeshasema katika nani yangu ya mwanzo. Ukifanya makosa ya kurudia, mkicheza na wachezaji wenye ubora watakuadhibu. Tumefanya makosa ya kurudia ndani ya dakika 5 tukafunga goli mbili. Kwa hiyo huo ndio mpira. Sasa mimi kama mwalimu wao naachukua kwenda kuwafanyia kazi katika viwanja vya mazoezi kuhakikisha kwamba mechi mbili zilizobaki tunafanya vizuri na mwisho wote tuone tumeishia wapi. Eneo gani labda pengine ambalo mlizidiwa sana na Yanga ambao wanafanya kazi eneo kubwa hasa? Wewe umekuja mpirani sasa hivi? Ulikuwa mpirani? Eneo kubwa ambalo limekuja sana Yanga, uwezo wa Yanga. Ulikuwa mpirani? Ndio nimetazama vizuri. Umeona? Yes, wewe ndio kocha. Sasa nataka mimi nikwambie wewe. Wewe ndio kocha. Wewe unacheza namba ngapi timu yangu? Wewe ukwambia sasa watazamaji vipi? Kocha. Hayo ni ya kwangu mimi na wachezaji wangu. Kwenye viwanja vyangu vya mazoezi. Sasa nikwambie mchezaji wangu weakness yake hii na ili wewe iweje. Kama unielewe vizuri, nimeshazungumza ni hivi. Unapofanya makosa ya kurudia na timu yenye wachezaji bora, lazima watakuadhibu. Na ndicho nilichokisema. Sasa nataka nikwambie hivi, nikuchambulie hivi. Inaonekana labda wewe wako mdogo. Ni hivi. Makosa ni ya wachezaji wangu aliyoyafanya. Kaka wewe mpira wewe, mgeni kwenye mpira ni? Makosa ina gani? Wewe ulikuwa na hadithi kwenye mpira? Wewe nikutangazie tena. Kaka mwingine mwenye swali? Coach, mko mmesalia na michezo miwili kwenye ligi hivi sasa, nafasi ambayo mko mnaenda kupambana kiasi gani kuhakikisha kwamba hizo michezo miwili iliyosalia mnaimaliza vyema ili kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri kwenye ligi? Hayo ndio malengo yetu. Ndio maana nimesema hichi kilichotokea pamoja na kupoteza, kuna vitu ambavyo vimeonekana mule ndani vya kwenda kuvifanyia kazi kuhakikisha kwamba mechi mbili zilizobaki kwenda kufanya vizuri na mwisho wote tumalize ligi tukiwa tumefanya vizuri. Malengo ya Namungo msimu huu yamefanikiwa kiasi gani au yamefeli kiasi gani? Ligi itakumalizika, ndio swali hilo ukiniuliza nitakupa majibu. Ligi nitakupaje tathmini? Nitakuwa wala sikutendei haki wala sijitendei haki. Ligi ijesha. Ligi ikisha tu basi nitafute. Nitakupa swali hilo jibu lako. Mwingine?
Asante coach. Mbarikiwe sana. Salama.